Kesi inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Tundu Antipas Lissu, imeahirishwa leo Novemba 12 hadi pale msajili wa mahakama atakapopanga tarehe nyingine ya kusikilizwa. Kesi hiyo imeahirishwa baada ya mshtakiwa Tundu Lissu kuweka pingamizi dhidi ya upande wa jamhuri kwa shahidi wa 4 wa siri witness chamber atoke kizimbani, kwani shahidi huyo kutoa ushahidi wa siri si salama kwake kama mshtakiwa. Katika pingamizi hilo, Lissu alichukua muda wa masaa mawili kutoa kanuni 6 zinazokataza shahidi wa siri, ikiwemo kanuni za ulinzi wa mashahidi wa mwaka 2025, ambapo amesema kiboksi ambacho shahidi yupo ni kizimba maalum cha ushahidi ambacho hata majaji hawatamuona katika kutoa ushahidi isipokuwa mawakili pekee wa serikali. Baada ya pingamizi hilo, upande wa jamhuri kupitia kwa Nasoro Katuga umesema hoja za mshtakiwa zilikuwa nyingi na kuomba majaji na mshtakiwa wawape muda wa kupitia kanuni hizo, ombi ambalo lilikubaliwa na mshtakiwa Tundu Lissu na majaji. Kesi hiyo inayomkabili Tundu Lissu ilipangwa kusikilizwa siku ya Novemba 10, 2025, lakini iliahirishwa na kupangiwa tarehe ya siku hii ya leo. Awali kesi hiyo ilitarajiwa kuendelea kwa upande wa jamhuri kuwasilisha shahidi wa 4, lakini mashahidi waliopaswa kufika kutoka mikoa ya Ruvuma na Mbeya hawakuweza kusafiri kufika jijini Dar es Salaam kutokana na hali ya kutokuwa na utulivu iliyoripotiwa katika baadhi ya maeneo ya jiji hilo. Wakili wa serikali mkuu Thawabu Issa alieleza mahakama kuwa kutokana na changamoto hizo za kiusalama mashahidi hawakuweza kufika, hivyo akaomba iahirishwe kwa mujibu wa kifungu cha 302A cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai sura ya 20 toleo la 2023. Hata hivyo, mahakama chini ya Jaji Dastan Ndunguru haikukubali ombi la upande wa jamhuri la kuiahirisha kwa siku 14 na badala yake ikaamua kuwa shauri hilo litaendelea siku hii ya leo. Hii ni Mawenge TV, endelea kutufuatilia kwa habari mbalimbali za kimichezo, burudani, siasa na nyinginezo nyingi.